Karibuni ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako hii pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako online inayokuletea habari sahihi. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Novemba 7 mwaka wa 2024. Ninayekukaribisha studioni si mwingine bali ni mimi wako Msekidide. Nini tumekuandalia leo? Tunayokuandalia leo ni habari fupi kuhusu kusikika kwa risasi na ambako imesemeka huenda mapambano yakazuke tena baina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapiganaji wa M23 wanaoshirikiana na RDF, jeshi la Rwanda. Sio mbali na mji wa Goma, lakini ni maeneo ya Kibumba, ni wilayani Nyiragongo. Nini kilichoendelea? Ikumbukwe kuwa ni baada ya siku mbili tu kilipofanyika kile kikao kilichokusanyisha wakilishi mbalimbali kwenye boda kuu inayojulikana kama vile Grande Barriere uko mjini Goma kwa ajili ya kufuatilia masuala ya usitishwaji vita na utekelezwaji wake. Na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi tamati ufahamu nini kilichoendelea mnamo saa za asubuhi. Naam, kama vile kauli mbiu yetu ni kwamba wewe ambao umetufuata muda kama huu au labda ni mara yako ya kwanza, usikose kusubscribe ikiwa bado hujafanya hivyo. Usikose kulike kwa video yetu ambao utaipata. Usikose kucomment bila ya kusahau kushare kwa wengine, ndugu, jamaa na marafiki. Hivi itatupelekea sisi kesho kuja kwa kishindo zaidi. Na bila ya kwenda mbali, tunaweza kuwasiliana na mwenyekiti wa mashirika au asasi za kiraia katika maeneo ya Kibumba ili atupe picha ndogo tu ya yale yaliyotokea asubuhi mwa Alhamisi hii ya tarehe Novemba 7 mwaka wa 2024. Naye tutakayewasiliana naye si mwingine bali ni Fataki Sebatusi. Yeye ndiye mwenyekiti wa asasi za kiraia katika maeneo ya Kibumba, huko ambako tumesikia ni ndani ya mbuga la wanyama la Virunga. Maeneo hayo ndiko kumesikika risasi zenyewe. Kulikoni? Karibu. Kwa uhakika kabisa hiyo mlio wa risasi ilisikilikana ndani ya kolina ambayo inapatikana ndani ya Penvim Park, Koline Kanyabuki. Ni maeneo ambapo wazalendo wanaonekana na wale wa askari wa RGF wa Rwanda ambapo wanashirikiana na M23 kabisa. Kwa saa na dakika, unajua ni watu ambapo wanaonekana kama pusi na panya. Ilikuwa majira asubuhi sana, ilikuwa kwa saa za asubuhi sana kabisa. RDF kipenda ikuye shambulia ngome za wazalendo ambapo wanaonekana, na hiyo mtaa ambapo wanaonekana hapo ni ndani ya mtaa wa Kibumba, precisement Mupenvi. Ndio kulisikilikana mlio wa risasi leo asubuhi, lakini kwa muda kama na huu mlio haisikilikane. Ndio maana kabisa tunajulisha hiyo habari ambayo ilionekana hapo leo asubuhi ndani ya mtaa wa Kibumba, precisement Mupenvi Park kwa Koline Kanyabuki. Haya, basi hatuna cha ziada. Ni hayo tu tulipenda kukuletea na kukufahamisha kwa yale yaliyotokea siku ya Alhamisi ya tarehe Novemba 7 mwaka wa 2024, baada ya kusikika kwamba kumezuka upya mapigano baina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa M23 ambao wanashirikiana na jeshi la Rwanda
RDF. Siku moja tu au mbili baada ya kikao kilichofanyika kwa ajili ya kufuatilia makubaliano ya usitishwaji vita, mazungumzo yaliyosimamiwa na mwakilishi wa serikali ya Angola ambaye alikuwa ni mwanadiplomasia, waziri wa mambo ya nje Bwana Antonio. Na nikufikia hapo sina cha ziada. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani. Na kuomba usibanduke kabla hujasubscribe au ambaye hujafanya hivyo, na usikose vile vile kuwatumia wengine. Huo ni mchango wako kwetu. Asante.